Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, Amin, amin nawaambieni, ninyi mtalia machozi na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Mtahuzunika, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke katika utungu anahangaika kwa sababu saa yake imewadia, lakini baada ya kuzaa mtoto hayakumbuki tena mahangaiko kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Hivyo ninyi pia mnahuzunika sasa, lakini nitawaona tena, na hapo mioyo yenu itafurahi, na hakuna atakayeweza kuondolea furaha yenu. Siku ile hamtaniuliza tena neno. Injili ya Bwana. Maandiko yanatuelezea kwamba mateso ya mwenye haki nayo ni mengi, lakini Bwana humwokoa nayo yote. Mateso tunayoyapitia, mwanzo kabla ya kuangalia mateso haya tunayoyapitia, tujiulize ya kuwa mwenye haki ni nani? The righteous person. Mwenye haki ni yule ambaye ana moyo safi, ana mawazo safi, ana nia safi, na katika maisha yake siku zote anataka kuyafanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Iwapo wewe siku hizi maisha yako na yote ambayo unayapania kuyafanya unataka kuyatekeleza na kutimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu, hapo basi utaweza kuitwa mwenye haki. Na mwenye haki huyu ambaye ana moyo safi, mawazo safi, maneno safi, matendo mema, anamfahamu Mungu ya kwamba ni Mungu ambaye anaishi, ni Mungu ambaye aliumba vitu vyote, na miongoni mwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu aliweza kuumba ni majira ya saa. Majira ya saa yaliumbwa naye Mwenyezi Mungu. Hivyo huyu anapopitia mateso anaamini ya kwamba Mungu ambaye alisema kwamba haya yote yatapita, haya yote usiyaogope, anamwamini ya kwamba ni ukweli, maneno ya Mungu yataweza kutimia. Na hivyo hatajiuliza haya yatapita lini, hatajiuliza ni kwa nini ninaumia kwa muda mrefu, ni kwa nini nimechukua miaka hii yote nikipitia mateso haya. Muda huo haumtishi kwa njia yoyote. Muda huo haumuongezei yeye kutokumwamini Mungu, kwa maana yeye anamwamini yule ambaye aliyeumba majira ya saa, na huyu ambaye ameumba majira ya saa anasema kwamba haya yote yatapita. Ndiye mwenye haki, ndiye yule ambaye anataka kutekeleza wajibu wake Mwenyezi Mungu, mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Huyo ndiye Kristo. Siku ya leo katika Injili anatuambia kwamba mateso haya atayachukulia ni kama yule mama mjamzito ambaye ndiye anapitia utungu wa kumzaa huyu mtoto, lakini baada ya haya yote uchungu huo unaisha na anaweza kumpokea mtoto mkononi mwake na kufurahi na kusahau uchungu huo ambao ameweza kuupitia. Haitajalisha kwamba ameugua kwa muda gani, haitajalisha kwamba amepitia mateso haya kwa muda gani, lakini furaha inazidi yale yote ambaye amekuwa akiyapitia, kwa maana yeye amekuwa mtu mwenye haki. Ni lipi hili ambalo unayapitia kwa sababu ya kutaka kutekeleza wajibu wake ama mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Mateso ambayo unayapitia, shida ambazo unazipitia, je, ni shida ambazo zinakuelekezea kufanya mapenzi ya Mungu,
ama yanakuelekezea hata kwenda mbali zaidi naye Mwenyezi Mungu. Tutofautishe mateso tunayopitia kwa sababu ya yale ambayo tumeyafanya ambayo ni maovu, na mateso ambayo tunapitia kwa sababu ya kuweza kutaka kutenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Yale ambayo unataka kuyatendea mapenzi yake Mwenyezi Mungu ambayo unayapitia, hayo ndiyo tunaambiwa kwamba yataweza kupita. Hayo ndio ambayo pamoja na Paulo Mungu anatuambia kwamba endelea kuongea, endelea kuyatekeleza, usinyamaze, usichoke, usikate tamaa, bali endelea kufanya kazi hiyo, kwa maana unataka kuyatekeleza mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hivyo tujiulize, hayo ambayo unayaombea, hayo ambayo unayapitia, hayo magumu ambayo unayapitia na kutaka ya kwamba yaweze kupita, je, ni yale ambayo yanakuelekeza kufanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ama yanakupeleka mbali na mapenzi yake Mwenyezi Mungu? Ukiyapitia hayo magumu, ukiyapitia hayo mateso, je, unaweza kujiita mtu mwenye haki, ama wewe si mtu mwenye haki, bali unaendelea kutenda dhambi na ilhali unaomba ya kwamba magumu hayo yaweze kukuondokea? Mateso au magumu haya yaweza kuwa ya aina tofauti tofauti. Labda unang'ang'ana sana ili uweze kumsamehea mtu fulani. Kutoa msamaha ni miongoni mwa kutenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Umepata ugumu sana kuweza kumsamehea yule ambaye alikukosea, yule ambaye alikufanyia madhila, yule ambaye amekukosesha amani siku zote, lakini moyoni mwako unang'ang'ana sana, unatamani sana uweze kumtolea msamaha, uweze kumweka huru, uweze kumweka pamoja naye katika kutenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Katika hali hiyo, Mungu anakuelezea kwamba endelea kufanya hivyo, kwa maana haya yote, machungu hayo ya wewe kutaka kusamehe, yataweza kufika na mwisho utaweza kupata furaha, kwa maana mtu huyo atapata amani, nawe vile vile utapata amani. Tazama ile tabia ambayo umejaribu sana kuiacha, tabia mbovu ambayo imeweza kukolea ndani yako. Umetamani sana kuacha kuwa mwizi, umetamani sana kuacha kuwa mtu mwenye wivu, umetamani sana kuacha kuwa mtu mwenye hasira. Kila siku unatamani, unaweka juhudi. Hayo magumu unayoyapitia ni ya kutaka kutekeleza mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tazama wakati ambapo unang'ang'ana sana na maombi, umechoka kuomba, lakini unajitia jitihada. Unatamani sana uweze kuomba, uweze kuombea watu wengine, uweze kuombea na waweze kuondolewa matatizo yao, lakini unapatwa na uchovu, unapatwa na ugumu, lakini unashikilia hali ya kwamba nataka kuendelea kuomba. Hali hiyo ambayo unaishikilia ni kutaka kutenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na hali hiyo ambayo unaipitia, Mungu Mwenyezi anatuelezea kwamba leo usikate tamaa. Hata kama una uchungu, hata kama una ugumu wa kuomba, hata kama una ugumu wa maisha, Mungu anatuelezea kwamba haya yote yataweza kupita na tuweze kuvumilia. Paulo amevumilia mambo mengi. Hiyo jana tuliona kwamba alikuwa ametoka gerezani. Hivi leo watu ambao ameweza kuhubiria wameweza kumkamata, lakini haya yote anapotaka kukata tamaa, Mungu anamwambia usikate tamaa, lazima uendeleze kuongea ama kuongelesha watu kuhusiana na neno langu. Na hivyo ndivyo anatushauri sisi kama Wakristo, ya kwamba katika dunia yetu, katika nchi yetu, huenda si kila wakati mtu atataka kuambiwa ukweli. Huenda si kila wakati watu watataka kuenda katika njia ya haki, lakini wewe kama Mkristo, Mungu anakuhitaji ya kwamba uweze kueneza neno lake, uweze kueneza ukweli wake, uweze kusimama na ukweli wake mahali popote ambapo ulipo, hata kama ni ugumu kufanya hivyo, hata kama ni vigumu sana kuwa mtu ambaye si fisadi, mtu ambaye si muongo, mtu ambaye anataka mambo yafanyike katika njia iliyo sawa. Katika wakati huu Mungu anatuambia kama vile Paulo, usikose kutenda hayo mazuri, usikose kusimama na hayo mazuri, kwa maana mimi nipo pamoja nawe. Na hivyo ataweza kukulinda, atakulinda na wale ambao wanakutafuta, atakulinda wewe na kazi yako, atakulinda wewe na biashara yako, wewe ambao unataka kutekeleza yale yaliyo sawa. Mungu anakuambia usikose, usikate tamaa, usichoke, simama na huo ukweli, kwa maana atakupigania, kwa maana ataweza kukulinda. Na njia mzuri ya kuweza kuamini ya kwamba Mungu yupo pamoja nawe
ni yale ambayo tunasikia katika somo letu la kwanza, la kwamba Paulo alipotaka kufungua mdomo wake kujitetea, yule Galio ambaye walikuwa wamempeleka kwake kumshitaki aliweza kutoa uamuzi, na uamuzi huu uliweza kwenda upande wa Paulo. Paulo hakuhitaji kusema neno, alitaka kujitetea, lakini Mungu kwa njia zake mwenyewe aliweza kuguza yule ambaye alishtakiwa kwake, na yule akaweza kutoa maamuzi yaliyofaa. Njia hakika ya kwamba Mungu anakupigania, Mungu yuko pamoja nawe, Mungu anakulinda na Mungu anakujali. Hivyo ni jukumu lako wewe na mimi, ili tuweze kuwa watu wenye haki, tuweze kusimama na haki, tuweze kusimama na ukweli, kwa maana hayo ndiyo ya kutaka kufanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na katika kufanya mapenzi haya ya Mwenyezi Mungu tutapitia madhila, tutapitia machungu, tutapitia ugumu, lakini Mwenyezi Mungu anatuhakikishia kwamba haya yote yataweza kupita. Tumsifu Yesu Kristo.